Iqra FM. Mwaka 2020 ufaulu wa darasa la 7 kitaifa, mtihani wa darasa la 7 ilikuwa ni 82%. Mwaka 2020. Sasa hivi mtihani wa mwaka jana ambao matokeo ya darasa la 7 yameshatoka, tumefikia 92.2. Sawa. Mwaka 2020 ufaulu wa darasa la 4 ulikuwa 73%. Sasa tumefikia 94%. Mwaka 2020 ufaulu wa form 4 division 1 mpaka 3 ilikuwa ni 12%. Mwaka jana, kwa sababu matokeo ya mwaka juzi 2024, kwa sababu 25 hayajatoka, 2024 tumefikia division 1 mpaka 3 ambao tunaita ufaulu wenye tija, tumefikia 58%. Toka 12%. Kwa hiyo wengi walikuwa wanapata 4 na 0. Upande wa form 6 mwaka 2020 tulikuwa tuna ufaulu wa 96.8. Sasa hivi tuna 99.9 kwa matokeo ya mwaka jana ya form 6. Form 2 tumetoka 77%. Sasa hivi tuna 95.8. Kwa hiyo vigezo vyote vinaonyesha ufaulu wetu umepanda katika kila darasa, katika kila upimaji. Okay, pengine chanzo ni kipi ambacho unaona matokeo yanapanda zaidi? Kuna mambo mengi. Ndio maana ukitaka kuzungumzia ufaulu huwezi kusema eneo moja. Kwanza tunawapongeza wazazi. Wazazi wa mkoa wa Mwanza wengi wameongeza uelewa wao na kujali kwao masuala ya elimu. Wamejali sana. Wanawasaidia watoto wao kuhakikisha wanahudhuria, wanawapa vifaa, wanawafuatilia, wanawatafutia walimu kuwasaidia na kadhalika. Wanafuatilia maendeleo ya mwanafunzi shuleni. Vikao vile walimu wakiitisha vikao vya wazazi waliokwenda naenda kuliko ilivyokuwa zamani. Lakini walimu wetu wameongeza uwezo wao kufanya kazi. Uwezo wao kufanya kazi. Wala sio kuelewa, walikuwa naelewa tu. Uwezo wao kufanya kazi. Wanafanya kazi mpaka kwa ziada. Wakitoa jaribio wanalifanyia tathmini kutafuta weakness kwamba hivi matokeo mabaya yametokana nini, wanapata majibu na wanafanyia kazi. Tumeweka vipimio vingi, kuna mitihani mingi tumeweka hapa ambayo kwanza ni kile kipimo lazima kiwe standard, wewe una kipimo kizuri. Usipokuwa na mtihani mzuri wa kumpima mwanafunzi ni sawa sawa na mtu uende kwa daktari unaumwa malaria akupime labda choo akwambie unaumwa minyoo, lakini wakati unaumwa malaria. Kwa hiyo dawa atakazokupa hazitatibu malaria kwa sababu wewe hatakupa za minyoo. Sasa walimu wetu wanatafuta changamoto ya mwanafunzi mmoja, wanaipatia majibu na wanahakikisha majibu yale yanambadili mwanafunzi. Lakini wanafunzi wenyewe wameongeza pia na wenyewe morali yao ya kujifunza na kutamani mambo makubwa. Kila mwanafunzi leo hii wa mkoa wa Mwanza anatamani kufikia faida ya juu kabisa ya elimu. Ukishafikia hapo, lakini pia kuna intervention ya serikali. Tumeongeza madarasa, serikali imeongeza madarasa, imeongeza shule mpya, imeongeza matundu ya vyoo, imeongeza madawati. Kwa hiyo mazingira ya kujifunzia na kufundishia yameimarika zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Lakini wakati huo kuna ajira pia za walimu. Walimu wameajiriwa. Kwa hiyo walimu wanaweza kufundisha wanafunzi kwa kiasi fulani vizuri kuliko wakati ule wakiwa wachache. Kwa hiyo kuna wadau wengi waliosaidia kubadilika kwa matokeo haya. Lakini muhimu zaidi, lazima uwe na kiongozi mzuri kwenye service point. Kila shule ipate mwalimu mkuu bora na mwenye malengo yanayopimika. Kila kata ipate afisa elimu kata bora na mwenye malengo yanayopimika. Maafisa elimu watu wa halmashauri wanafanya kazi nzuri sana. Kwa hivyo haya yote yametupa matokeo haya. Sawa, umetaja ufaulu wa kuanzia mwaka 2020 hadi sasa. Japo ya 2025 bado hayatoka. Pengine ni masomo yapi ambayo yanaongoza sana katika ufaulu ambao umeutaja kwa sasa? Kwa ujumla wake, kwa upande wa shule za msingi tuna changamoto bado. Tuna changamoto kwenye masomo ya Kiingereza na hesabu, bado tuna changamoto. Lakini changamoto yenyewe ni ya kitaifa. Kwa sababu ufaulu wa kitaifa wa Kiingereza na wa hesabu bado uko chini. Kwa hiyo tunaendelea kuimarisha uwezo wetu, hasa uwezo wa walimu wenyewe, kuwajengea uwezo ili wamudu kwenye shule za msingi. Kwa upande wa shule za sekondari tuna changamoto. Sasa ni ajabu, kwa mkoa wa Mwanza masomo ya sayansi yanafanya vizuri zaidi kuliko ya sanaa. Kwa hiyo wanafunzi wanafanya vizuri chemistry, wanafanya vizuri biology, wanafanya vizuri physics, lakini
bado tuna shida kwenye mathematics, hatujaimarika sana, lakini tuna shida kwenye masomo pia arts. Kwa mfano ukiangalia civics haifanyi vizuri. Civics. History haifanyi vizuri. Kwa hiyo wako masomo ambayo yanatusumbua, lakini bado tunaendelea. Okay. Pengine kwenye namna ukitazama tumegusa ufaulu zaidi na masomo ambayo yanaongoza zaidi kwa masuala mazima ya ufaulu. Pengine kwenye shule zipi ambazo zinakuwa zina perform vizuri kwa sana kwa miaka hii ambayo umeitaja, private na serikali, ambayo kabisa unaona kwamba katika ufaulu wetu kwa miaka hii shule za private au serikali ndo zinaonekana zaidi kuongoza? Shule zetu zote ziko private zinafanya vizuri sana, ziko za serikali zinafanya vizuri sana. Kwa hivyo na zinabadilika kwa sababu kuna ushindani miongoni mwa shule zenyewe. Kwa hiyo leo unaweza ukapata shule hii, kesho ukapata nyingine. Kwa ujumla wake shule zetu zote tulikuwa tuna changamoto na shule za private kwenye mitihani ya form 6 kwa mfano. Lakini ni ajabu ukiangalia matokeo ya mwaka juzi na ya mwaka jana 2020 na 2025 form 6, utaona hizi private school wamejitahidi sana kuliko ilivyokuwa miaka nyuma. Lakini ziko shule ambazo zina muda wote zinafanya vizuri kama Sengerema Sekondari, Mbwiru, Nganza, Nsumba, Mwanza Sekondari, ukiangalia shule kama Nyeunge, Pius Msekwa. Ziko shule nyingi ambazo zinafanya vizuri. Ziko shule za private zinafanya vizuri pia kama wakina Musabe, All Family, watu wa Morning Star na kadhalika. Shule zetu karibu zote zina kwa sababu kama una ufaulu wa 99% huwezi kusema kuna shule ipi dhaifu sasa. Kama unapata 99%, zote ziko vizuri. Kwanza nataka nisisitize kwamba si lazima. Lakini katika mazingira ambayo labda walimu wa physics au chemistry au mathematics hawatoshelezi, mwalimu anafikiria kwamba kwa wingi wa wanafunzi hao natakiwa nipate muda wa kuendelea kuwafundisha labda Jumamosi pia ili nikave syllabus ya somo hili. Kuna changamoto. Lakini sasa unakuta wazazi kule wanaambiwa tuition. Sasa si ndio wanakisema hili jambo ni lazima ama ni nini? Je, kuna wanatozwa hela au watozwa? Kwa sababu mimi nafahamu kwamba kuna mahali ambapo kuna ufundishaji wa ziada. Sitaki kuita tuition, ni ufundishaji wa ziada ambao wanafunzi wanarudi tu. Shule zinafundisha. Ili shule zimeweka utaratibu, mkuu wa shule anajua namna anavyofanya kuwafundisha walimu wake, wawafundisha wanafunzi kwa ziada. Na kuna mahali ambapo wazazi wameenda wenyewe, wameomba, wakatoa chakula, kuhakikisha watoto wao wanabaki shuleni wanafundishwa. Ziko shule nyingi tena zinaendelea kuongezeka ambazo wazazi wenyewe wanasema sisi tutatoa unga, tutatoa mchele, tutatoa maharage, lakini walimu wakubali kufundisha watoto wetu kwa ziada. Sawa. Lakini manake tuition yenyewe kama tuition ni makubaliano sasa zinakuwa inabaki wewe. Sasa kwa sababu haya mambo ya tuition haya sasa sijajua. Kuna wengine wanafundishwa nyumbani, mzazi anamuita mwalimu nyumbani amfundishe. Hayo ni mambo yao, lakini sisi hatuoni kama ni kitu chenye matokeo mazuri sana. Kina contribute katika kuhakikisha wanafunzi wanatayarishwa vizuri ili kwa mitihani yao ya kitaifa waweze kuikabili kwa ujasiri. Lakini hili jambo alipaswa kuwa ni jambo la kumlazimisha mzazi na kuweka utaratibu wa kuweka fedha nini. Okay. Iqra FM